بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika tuna furaha yule mgeni wetu ambaye ni baraka yetu, shekhe letu Sheikh Uthman Khamis, naibu imamu wa msikiti wa Mtoro, ambaye pia ni mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam. Tunaye katika viwanja hivi baada ya pilika muda mrefu. Allah ametukubalia dua yetu, shekhe tumempata na atatuongezea mada yenye anwani kwamba haki za wanandoa. Atatugusa sisi mababa na pia wamama, kwa inshallah muwe hadhiri katika hili. Lakini kabla ya kuanza, ilikuwa tu na Sheikh Yahya Maarifa wa Vumbi ambaye ni mudiri wetu, lakini niabatan yupo mwalimu kiongozi Ustadh Khalifa Kama, yeye atatufungulia kwa dua. Baada hapo inshallah mimi nitachukua mic kumpatia Sheikh. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعيدنا من مجيبات ندامة، إنك السميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. مشكورا. Baada ya dua hiyo inshallah, kilichobaki ni utulivu kwetu. Sheikh ataongoza mada yake ndani ya lisali moja. Nadhani nyinyi wenyewe mashahidi ndio mmechagua mada hii kutokana na hali halisi. Kwa hiyo inshallah maqamu ni ya Sheikh Uthman, karibu sana. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الخير والبركة في مراعاة حقوق الزوجين، والصلاة والسلام على سيد الثقلين سيدنا محمد الذي هو جد الحسنين، وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الفضائل وأفلحوا في الدارين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة بجاه الحبيب سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. أمهاتي الكرامة الطاهرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Natangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kunikutanisha nanyi, na kupitia nyinyi ndiyo Mwenyezi Mungu amenikutanisha na kina mama wote hapa nchini, kwa sababu nimearifiwa muhadhara huu unafuatiliwa pia majumbani. Baada ya shukurani hizi, namuombea rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,
Kadhalika, kwa kuwa wapo kina mama miongoni mwenu, kwa umri wao wanaweza kunizaa mkawa mtoto wao, wako wengine kwa umri wao mimi nakuwa mdogo wao, wengine wanaweza kuwa sawa na wanangu na nawaona, na waomba radhi kwa kuchelewa. Sijachelewa kwa sababu ya kibri wala kwa sababu ya dharau, nimechelewa kwa mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwenye roho zenu muandike msamaha kunipa mimi kwa kuchelewa huku. Nilichotakiwa kuzungumza nanyi leo kwa utashi wenu wenyewe ni kitu kinaitwa kwa Kiarabu hukuku zaujaini, na nitafurahi kusema kweli kama nikiwasikia na nyinyi wenyewe mnakitamka. Semeni hukuku zaujaini. Neno hukuku ni uwingi wa neno haki. Ikiwa haki ni moja inaitwa haku. Na bila ya kusahau hapa mwanzo ni vizuri mkajua kama haki ni mojawapo kati ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika orodha ya majina yake, moja ya hayo majina Mola anaitwa haku. Uwingi wa neno haki ni kusema hukuku, yani haki nyingi. Halafu zaujaini. Zaujaini ni mume na mke, ni wanandoa kwa lugha mashuhuri. Mmoja huitwa zauji, vyovyote itakavyokuwa, awe wa kike awe wa kiume huitwa zauji. Ili umtenge sasa awe ni mwanamke peke yake, itabidi uweketee useme zaujatun. Lakini ukitoa ile tee ukasema tuzauju, basi wanaingia wote, yani mume na mke. Kwa hiyo ukisema hukuku zaujaini umemaanisha haki za wanandoa, na wanandoa ni mwanamume na mwanamke, au kwa lugha hasa ni kusema haki za mume na mke. Mama zangu watukufu, ndoa ni ubinadamu, ndoa ni Uislamu, ndoa ni heshima, ndoa ni ustaarabu, ndoa ni dini, ndoa ni maisha matakatifu. Ndoa ndiyo kiwanda alichokiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitumike kiwanda hicho kwa ajili ya kuwajaza wanadamu hapa duniani, tukiwemo sisi. Sisi sote tumetoka kwenye kiwanda kitukufu kinachoitwa ndoa. Mola hataki wajazane watu dunia hii bila kupitia kiwanda kinaitwa ndoa. Wakijaa watu kwenye ulimwengu hawakuasisiwa na kiwanda kiitwacho ndoa, basi hao watu inakuwa ni jamii iliyokasirikiwa. Mwenyezi Mungu hafurahiki na jamii ya wanadamu ambao hawakutoka kwenye hicho kiwanda kinaitwa ndoa. Wengine wasomi wazuri wamesema ndoa ni tofali. An-nikahu huwa libnatul ula litaasisi al-usra wa taasisi al-mujtamaa bal wa litaasisi al-umma. Ndoa ndiyo tofali la kwanza linalotumika kujenga familia, lakini sio familia tu, kuasisi jamii, sio jamii tu, na kuasisi umma wote wa hii dunia. Tofali la kwanza, mama zangu, linaitwa ndoa. Mwenyezi Mungu angeweza, kwa sababu yeye ni muweza wa kila kitu, angeweza kumteremsha mtu
mmoja mmoja peke yake, kama alivyomuumba Adam peke yake, angemuumba Hawa peke yake, na mimi peke yangu, na wewe peke yako, bila kutokana na baba wala mama. Mola anaweza kufanya hivyo, engetutoa kama tunavyofyatua matofali mfano wake, lakini hakupenda hivyo. Akapenda liwepo tofali la kwanza ambalo linaunda hiyo jamii ya walimwengu, ndio iwe jamii nzuri. Ilo tofali linaitwa ndoa. Tofali hili lisipofyatuliwa vizuri, jengo la kitu kinachoitwa ndoa halitokaa. Kama unavyojua, tofali likiwa halikutengenezwa vizuri, nyumba haiwezi kudumu. Unaona hii madrasa, hichi kituo, wallahi alazim kinavutia sana. Ukiingia humu, hata kama hukuja darasani, unatamani usitoke. Na kwa bahati nzuri nilikuwepo siku kinafunguliwa kituo hiki, na mimi nakiombea dua Mungu akibarikie, na wanaokuja kujifunza hapa Mungu awamiminie elimu. Lakini ni tofali, matofali yamekuwa imara. Wataalamu wa dini wanasema idha fasada al-aslu la yaqumu al-bina, msingi ukiharibika jengo haliwezi kukaa. Jengo kamwe halitokaa likasimama ikiwa msingi wa hilo jengo ni mbaya. Wanaendelea kusema mabunia ala kharabin kharabu, kilichojengwa mahala pabovu nacho huwa kibovu. Ukitafuta mahala pa ovyo, ardhi si nzuri, ukijenga jengo lako hapo kamwe halitokaa. Wanaendelea kutuambia la yastaqimu dhillu idha kana al'udu a'waja, hakito nyooka kivuli ikiwa mti umepinda. Mti ukiwa umeinama, umepinda, kamwe kivuli chake hakiwezi kunyooka, na kile kivuli pia kitapinda. Ni kuhusie mama yangu, ukitembea safari zako ukakuta mahala kuna mti umejipinda ule mti, halafu kivuli chake kimenyooka kama rula, usikae kwenye kivuli hicho, ujue hapo hapana kivuli, kuna muujiza. Haya maneno yote maana yake nini? Ni mabda ta'lim li muraati huquqi zawjaini, ndio mwanzo kabisa hapa wa kufundishana, kukumbushana, kuambiana jambo linaloitwa kuchunga haki za wanandoa. Haki za wanandoa zinaanzia kwenye uelewa huu kwamba msingi ndio unafanya jengo likawa imara, na kunyooka mti ndo kutafanya kivuli pia kinyooke, na kujenga mahala pazuri ndo patafanya na ile jengo pia liwe zuri. Tunaanzia hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie amani kwenye ndoa zetu. Amina. Ziwe ndoa za amani na furaha. Amina. Kumbukumbu ya kielimu inasema hivi: siku inapofungwa ndoa, yaumal aqdi, yafrahu zawj wa tafrahu zawja wa tafrahu al-aba'u wal ummahat wal aqarib wal asdiqa, bal yawma idhin yaghdhabu ash-shaytan. Siku ndoa ikifungwa, mama zangu, utaona yule mume anayeoa amefurahi, ana furaha kubwa siku hiyo, na ndio maana hata akaita watu na burudani na sherehe na maulidi, hiyo ni furaha. Lakini yule mke pia anayeolewa siku hiyo kafurahi, hata kama kuna wanaoolewa wangali bado mabinti wadogo, na kwa hiyo anafunikwa yule binti na aibu na uoga. Pengine tukienda kumuuliza, watu wenyewe ndo sisi hapa, we binti, leo unaolewa, umekubali kuolewa na fulani, ukaona badala ya kukujibu anaangua kilio, anaanza kulia. Kile kilio hakitafsiriwi kama ni hasira, hajakasirika huyo,
kile kilio ni furaha. Kwa nini? Mbona hajaanza kulia juzi? Na wiki nzima hii kuna matayarisho yanafanyika, anayaona. Kuna muda wa kumpeleka saluni kwenda kutengenezwa vizuri, anaona. Kwa nini kilio kinaanzia muda huu? Bila shaka kilio hiki ni furaha, ni furaha imempata. Wazazi wa pande zote mbili, wazazi wa bwana harusi na bi harusi, wote siku hiyo wana furaha, wote wamefurahi. Ndugu wema na marafiki wema, na wote siku hiyo wamefurahi. Zingatia neno wema. Ndugu wema na marafiki wema, na wao siku hiyo wamefurahi. Lakini siku ya ndoa pia amefurahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anafurahi Mungu akiona watu wanaoana. Msisahau pia anakuwa amefurahi mno Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku ndoa inafanyika. Ile siku ya ndoa anakasirika mmoja tu. Kuna kiumbe mmoja tu siku hiyo ana hasira hazipimiki wingi wake, ni shetani. Siku ya ndoa bilisi kakasirika sana kwa sababu amepunguziwa wanachama wake. Ndoa hii inahitaji baraka za Mungu ili idumu, na furaha idumu. Kama ile furaha ya mwanzo iendelee, ingawa kuna wakati itapungua ile furaha taratibu, kama nitakavyokuelezeni hapa. Ni muhimu kina mama nyote, mama zangu wengine mnanizaa, mjue kwamba ndoa nayo ina sura kama kiumbe. Kiumbe huwa kinazaliwa, kinakuwa, kinakomaa, kinazeeka, na kuna siku kitakufa. Na ndoa sura yake ni hiyo. Kuna siku ndoa inazaliwa, halafu inaanza kukua, inakuwa ile ndoa, halafu mwisho inakuwa kama mtu mzima, na kuna wakati ndoa inazeeka kabisa, na mwisho kama Mungu hajaingilia kati itakufa ile ndoa. Sasa huenda ikafa wakati wanandoa wako hai, au inaweza ikafa ile ndoa kwa kutenganishwa na kifo, lakini kuna siku itakufa. Na hii kutenganishwa na kifo kwa hakika ndio hasa, ndo sawa, ni watu kuishi mpaka wakazikana. Mola afanye ndoa zetu ziwe hivyo inshallah. Siku ya talaka ikifika, siku wanaachana watu, huyu mume anaoacha mkewe hana raha, hakufurahi. Ndo maana mama, hujawahi kumuona mume ile siku anampa talaka mkewe akaita vijana wa madrasa na dufu likaja hapa na pakapikwa wali, pakachinjwa na ng'ombe, unafahamu. Akiulizwa kuna leo nampa talaka mke wangu mimi, njooni tuburudiki, humuoni mtu huyo. Mbona alipokuwa anaoa shangwe lilikuwa kubwa, leo mbona hamna shangwe? Unafahamu kama hana furaha, hana raha siku hiyo. Na mke siku anapopewa talaka naye hajafurahi. Hata kama wakati mwingine unaweza ukasikia maneno mabaya, niache bana, mume gani wewe, ilikuwa riziki yako tu, kwanza hukuwa taipu yangu. Kina mama maneno haya mnayajua, maana mnayasikia mtaani huko. Wewe ulibahatika tu, wewe sio sawa yangu mimi, na maneno mengine ya ovyo. Mwanamume suruali, wewe kwanza ulikuwa unanichosha tu, unanipotezea muda wangu. Hayo maneno ujue kama hakufurahi, yote ni hasira hayo. Hebu tumuulize mama, umefurahi ndo ukasema hivyo? Akisema ndiyo nimefurahi, mwambie muongo. Mbona hatujakuona anakwenda saluni leo? Nenda saluni ukapambwe, utiwe piko, utiwe nini, utiwe kiwi ya viatu usoni, utiwe kila kitu, kwa sababu umefurahi. Mbona ile siku ya ndoa ulishughulishwa na nguo mpya, mfahamu, na hii na kupewa na kila kitu, leo mbona havipo? Ni muongo, hajafurahi. Na we mpe muda, tukaachwa leo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, moyo sasa unaanza kusema kweli, nimepoteza ndoa yangu, hata sikupatia. Siku hiyo mke na mume hawafurahi kuachana. Yasikudanganye maneno mabaya wanaoambiana, hawana furaha.
Lakini wazazi wa pande zote mbili huwa hafurahi kuona watoto wao wanaachana. Mzazi mwema kwa hakika hafurahi kuona ndoa ya watoto wake inakufa. Na wazazi hawafurahi. Ndugu na marafiki wema na wao hawafurahi siku hiyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafurahi. Ni kauli ya Bwana Mtume Muhammad, anasema abghadhul halali inda Allahi talaqu, halali anayoichukia sana Mwenyezi Mungu ni halali, lakini Mungu anaikasirikia ni talaka. Kuachana zikiweko sababu nitawaeleza huko mbele, imepelekea watu kuachana, hawapati dhambi kuachana, ikiwa kuna hayo nitakayoeleza. Lakini hata kama halali hiyo ikifanyika, haridhiki, hafurahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hafurahi. Kadhalika hafurahi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye hafurahi. Siku ya talaka anafurahi mmoja, mmeshamjua yule aliyechukia siku ndoa inafungwa akakasirika sana. Siku ya talaka ndo siku ya sherehe yake, na yeye wanapoachana watu, ye anafurahi. Mmeshamkumbuka ni nani? Ni shetani. Sasa wanatakiwa wanandoa wasiamue kujiudhi wao wenyewe, wasikubali kujiudhi wao, wakawaudhi wazee wao, wakaudhi ndugu na jamaa zao, wakamuudhi Bwana Mtume Muhammad, wakamuudhi Mwenyezi Mungu Mola wao kwa kumfurahisha shetani. Wasisahau siku ya kuachana kwao wanaudhi kila mtu mpaka wao wenyewe, halafu wanampa furaha na sherehe shaitani lain. Wawe na umakini huo. Mama zangu watukufu, huu ni utangulizi wa somo langu. Huku kote nilikuwa na kutayarisheni ili muweze kunisikia huku ninapokwenda. Wanawake wengi, lakini nisikuoneeni, na wanamume pia, wamedhani Mwenyezi Mungu anahusika ile siku ndoa inafungwa. Wanawake wengi na wanamume wengi wanajua sharia ya Mungu mwisho wake ni ile siku ya ndoa. Si ndio ukaona na shekhe wamemwita na ustadhi akaletwa, unafahamu mwingine si ustadhi kamwe, ustazi tu, maana kuna ustadhi na ustazi. Na ustazi naye akaletwa, wakaja pale. Mmefurahi ustadhi, kuna ustazi. Ya subhanallah. Kuna watu mtaani humu wanasimamia ndoa za watu humu mitaani humu. Nina hakika wote humu Buguruni wanasimamia ndoa za watu, lakini sheria inayohusiana na ndoa hajui hata kitu hiki, hata kitu kimoja. Yeye ni ustazi, yuko mtaani naye hapa, na kwa kuwa ni ustazi na mnamjua, pengine mlimuona maulidini anapiga dufu vizuri, ana huyu kumbe ustazi huyu, mnamwita. Kuhusu sharia ya ndoa inasemaje, hana anachokijua hata kitu kimoja. Hajui masharti ya ndoa ni mambo gani, hajui nguzo za ndoa ni mambo gani, hajui mwanamke ambaye anafaa kuolewa, sheria inaruhusu aolewe, ni mwanamke wa namna gani, hajui yule wali. Kuna mtu anaitwa wali, ni yule baba anaozesha mwanawe, awe na sifa zipi? Huyu wali kuna sifa akizikosa hafai tena kuwa wali. Panatakiwa mashahidi wawili, wawe mashahidi wa namna gani? Yule ndugu yetu ustazi hajui hata hiki, hata kimoja. Ustazi kaja hapa, anachokijua ustazi ni kitu kimoja tu, kinaitwa khutbatul haja. Semeni khutbatul haja. Ni ile khutba ya ndoa, ile kahifadhi, na ile ndo itakayomsaidia aendelee kuitwa ustazi. Ana khutbatul haja. Najua mmenielewa, huyu bwana kanielewa. Pale pakiwa panaozeshwa kuna kisomo kinafanywa, unasikia nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ile khutba ile inasoma pale. Hicho ndo anachojua ustazi. Akimaliza hapo anajua kukaririsha watu. Umekubali kuoa? Umekubali? Mwambie nimekuozea. Au si anasikia kila siku?
Alafu baada ya hapo ustazi kama huyo atapewa sahani ya wali imesheheni nyama. Haifai kumpa nyama iwe ndogo yule ustazi. Nyama ziwe za kutosha, na samaki wale na sambaru iwepo pale safi. Anatoka pale na 30,000 mfukoni. Amevuruga ndoa ya watu kisheria. Wanaondoka watu wanaamini wameoana, kumbe wanakwenda kuishi na uzinifu. Yeye kapata tu 30,000 na bakuli ya nyama. Sasa sitaki kwenda sana huko, narudi hapa. Wanawake wengi, bila kuwaonea, lakini na wanamume wapo, wanaamini Mungu anahusika na sheria yake ile siku ya kufunga ndoa tu. Ndio maana pamesomwa mawaidha yametolewa na dua zimeombwa, au sio? Hapo tu ndio Mungu anapohusika. Baada ya ndoa kufungwa, imefungwa na mufti. Mungu ambakishe mufti wetu na ampe umri mrefu na muhifadhi. Ndoa imefungwa na mtu anaitwa kadhi. Tuna makadhi wengi tu, Mungu awabarikie wote. Ndoa imefungwa na shekhe, imefungwa na imamu, imefungwa na ustadhi. Pengine ndio huyo kaja ustazi. Imefungwa ndoa ile. Wanandoa wanadhani baada ya siku ile sharia ya Mungu haihusiki tena. Sasa kulikobaki huko ndani ni wao wenyewe wataamua maisha yao yaende vipi, na sio Mungu tena. Hiki ni kitu kimoja kati ya vingi vilivyosababisha ndoa nyingi zikafa. Ndoa nyingi zimekufa kwa sababu ya wanandoa kudhani sharia tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaishia ule muda wa kufanyaje, wa kufungishwa ndoa. Umo ndani humo kuna mambo mengi yanatokea. Yaani mwanamume anadhani anaruhusiwa kumwambia mkewe chochote popote na mbele ya yeyote, na mke anafikiri sometimes anaruhusiwa kusema na mumewe chochote muda wote atakao na kufanya lolote. Kwa nini? Kwa sababu wanajua Mungu sheria yake imeishia pale kwenye kufunga ndoa. Humu ndani Mungu hausiki tena, tuko sisi wenyewe. Mwanamke mmoja aliposwa na mtu ninamjua, simtaji hapa na wahifadhi ili na mie Mungu anihifadhi inshallah. Nikamwambia yule mzee, ni mtu mzima, kwa hisani yako usimuoe huyu mwanamke. Acha kuoa huyu mwanamke, kwa sababu utaoa tatizo, utaoa bomu la machozi, utakuwa unalia kila siku. Usimuoe huyu. Na sikuwa namuonea. Wasomi wanajua, waulizeni hawa. Laisat kullu mra'atin tasluhu an takuna umman. Sio kila mwanamke dunia hii anafaa kuwa mke. Wanawake mmejaa dunia hii, na kusema kweli wanawake mpo wengi kuliko wanamume. Wanamume tuko wachache, mmetuzidi nyewe wingi. Na mmetuzidi kwa nini? Kwa sababu kusema kweli wanamume wanakufa sana upesi wakaacha wanawake. Sisi tunakufa haraka. Na ndio maana utamsikia hata mke anamwambia mmewe, mme wangu ushaanza kufuja mali, utakuja kufa, utaniachia watoto. Anajua tu atakufa huyu, ataniacha mimi. Nikukumbusheni, nataka nitaje baadhi ya viongozi hapa ambao nyinyi wengine mnawajua. Nchi yetu hapa alikufa rais wa kwanza wa nchi hii, anaitwa Nyerere, sio? Mkewe je? Yupo mpaka leo. Amekufa nchi hii mtu anaitwa marhumu Sheikh Ali Hassan Mwinyi, sio? Alikuwa na wake mmoja Bibi Siti na mwingine Bi Khadija, wako mpaka leo. Amekufa rais anaitwa Mkapa, yuko mwanamke mama ana Mkapa. Vipi? Yuko wapi? Yuko kafa bado? Haya, amekufa mtu anaitwa Magufuli, alikuwa rais nchi, mkewe. Amekufa Mandela Afrika Kusini, mkewe yuko mpaka leo. Yaani nyinyi kina mama mpo tu, sisi ndo tunaondoka kila siku. Kila siku sisi tunatoweka. Maana yake nini? Maana yake wanawake nyinyi mko wengi kuliko wanamume. Lakini kwenye wingi wenu, si kila mwanamke kweli anafaa kuwa nani? Mke. Kwa maneno haya maana yake nini?
wanawake wengi lakini wake wachache sana. Na mimi naomba inshallah kwa baraka ya darasa hili wote mlioko humu muwe wake, hasa wale ambao mnazingatiwa mpaka mbinguni. Sasa ukibahatika bahati yako ikawa si nzuri, utakwenda vamia huyo mwanamke na sio mke. Hapa ndio utaanza kulia na hutompata mtu wa kufuta machozi, la utalia tu peke yako. Nikamwambia usimuoe huyu, tunaenda pamoja sio? Ambia shekhe, lakini nimempenda. Nikamwambia sawa baba, vinavyopendwa viko vingi tu, lakini sio kama kila kinachopendwa ni kizuri. Usimuoe huyu. Shekhe bana, si utaniombea dua? Nikamwambia sawa, dua zinasaidia, lakini hebu kachukue sumu, alafu mimi nikuombee dua, ukinywa sumu usife. Mimi sinakwambia hafai, unasema nitakuombea dua. Jaribu kuchukua sumu, mimi nimwambie Mungu hii sumu isimue, alafu unywe. Anambia shekhe, kwenye sumu hapo hapana. Nikamwambia basi huyo mwanamke unamuendea afadhali sumu kuliko yeye. Nimejuaje? Hii sio mada ya sasa hivi, na kitu nataka mnielewe. Akamuoa, na kwa sababu ni mtu wa karibu yangu akashinikiza kabisa ile ndoa nikaisimamie mimi. Nikaenda kuwasimamia. Ya subhanallah, leo ndoa imefungwa leo, sio? Siku ya pili yule bwana mtu mzima amekwenda kazini siku hiyo ya pili, na huyu mkewe naye katoka siku ya pili ya ndoa yake. Naambieni basi nyie, huyu mke mwanamke karudi bwana kazini, mke hayupo na hakuja siku ya pili hakurudi, na siku ya tatu hakurudi. Ana majihina na mapiko mkononi, anazurura huko. Nikamwambia mzee yule bwana, vipi sasa, umeonaje? Nilikwambiaje mimi? Akamfuatilia akamkuta kwao na wazee wake wamempokea. Tukauliza, mama, mbona umerudi kwenu, umeolewa juzi? Anaambia, akasema, shekhe, unajua sisi tuna mila yetu, ukiolewa leo siku ya pili unarudisha miguu kwenu. Unarudisha kwenu kitu gani? Miguu. Nikamwambia, sasa miguu umerudisha, wewe ukitoka hapa utatoka unatambaa, kwa sababu miguu umerudisha huku, wewe utatokaje hapa? Unajua kwa nini? Huyu mama huyu na huyu bwana huyu walijua sheria ya Mungu inaishia lini? Ile siku ya kufunga ndoa. Si mnanielewa? Sheria imeishia siku ya kufunga ndoa. Mungu akatia mtihani kwenye ndoa ile. Sasa yakaanza mapambano. Baada ya wiki tu sasa panapiganwa mule ndani, vita vikuu ndani huko. Siku moja yule mtu mzima maskini anapigwa, sababu yule aliolewa ni kibinti bado kina nguvu. Kwa hiyo kikimkamata kinamshughulikia vizuri tu mzee wa watu. Pigwa. Siku hiyo wamepigana, wallahi alazim, qissatun waqi'a. Yani haya nakwambieni sio maneno kitabuni, nimeona kwa macho. Sasa siku moja wamepigana, yule binti katika mapambano yale akachukua kiti kinaitwa stuli. Mnajua stuli? Akamtia stuli ya mdomo yule mzee, akamvunja meno yote ya hapa mbele. Na nimekuwa nawaambia wanaume wengi, jamani, tafadhalini, ukiona unaanza kugombana na mkeo, stuli zihamishe kwanza, kwa sababu ndio kitu cha karibu utakachopigiwa. Nilivyoitwa nimekwenda, nikakuta pale ndani damu nyingi sana, meno yametoka ya mbele yote. Nikamwambia mbele ya mkewe, wewe mzee, nilikwambia usimuoe huyu. Unajua Mwenyezi Mungu anasema, mama zangu, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ni kauli yake Mwenyezi Mungu, anasema hawalingani kamwe watu wanaojua na wasiojua. Sasa wewe mzee, kati yako wewe na mimi, wewe Mwenyezi unajua, kama wewe hujui mimi najua, ulitakiwa unisikilize. Meno yanavuja damu huko. Nikamwambia, wewe mama, kwa nini unamfanya mmeo namna hii? Anaambia, shehe, kazidi huyu. Na mimi wala sijampiga, nilikuwa namkarabati tu. Alikuwa anamkarabati mumewe. Nikamwambia, unamkarabati umemuumba wewe? Kwani sababu nini? Anaambia, kila sana nikataza mimi nisitoke.
mbona yeye anatoka huyu kila saa na mimi nimemzuia kutoka? Anaambia shekhe, naomba unisaidie, nina maswali mimi. Mwenyezi Mungu amenipa macho, kazi yake nini? Nikamwambia sio kuona tu, kina mama kazi ya macho ni hizi. Macho yako Mola kakupa kwa kazi hizi mbili. Kazi ya kwanza mmeshaitaja ni kuona. Kazi ya pili kupendeza, ni urembo. Ukiwa na macho unapendeza. Unaonaje Mwenyezi Mungu, nitizameni, angeziba hapa paka kama ubao hapa, alafu akachukua kama kispoku tu akatoboa kama vijicho vya panya vile, ungependeza kweli? Macho pia ni kitu kinakufanya unapendeza, ndo kazi ya macho. Mama akanambia sawa, na kazi ya kinywa, mdomo? Nikamwambia kazi zake ni 3: kula, kuongea, lakini pia na kupendeza. Hapa kinywani kwako ndo unajulikana kama umetabasamu, kama umenuna, sio kinywani. Akanihisabia viungo yule mama. Nikaanza kuogopa kwa sababu ananitajia viungo, anazidi kushuka chini huku kichwani, kashafika shingoni. Nikamwambia mama, tafadhali twende kidogo kidogo. Unaanza kunitisha. Haya, alhamdulillah tukafika miguuni, baada ya kumzuia mitaa mingine tusipite. Sasa mitaa mingine, sio kila mtaa unapita mtu, mitaa mingine upite. Mama zangu, si mnanielewa hivyo? Tukafika miguuni. Anaambia shekhe, miguu kanipa Mungu ya nini? Nikamwambia miguu ya kutembelea, lakini pia unapendeza mtu ukiwa na miguu. Lile umbo lako, structure yako inakuwa nzuri na miguu. Sasa shekhe, mimi mikono yangu natumia, ananiambia, macho nayatumia, mikono natumia, ananisabia. Mimi naambiwa humu ndani nisitoke, hii miguu nimepewa ya nini? Niulizie huyu bwana huyu. Nikamwambia simuulizi kwa sababu ushamvunja meno. Ulitakiwa uulize kwanza kabla hujamvunja meno yake. Nikamwambia nisikilize we binti, Mwenyezi Mungu amekupa darsa kwenye mwili wako mwenyewe, na anatuambia kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutawaonesha watu aya zetu kutoka pande za angani na kwa wao wenyewe. Yani aya za Mungu ni pamoja na hivyo alivyokuumba, umekuwa ni aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim, kama mnasikilize, viungo vyako ulivyonitajia vingi vina pande mbili. Namwambia yule binti alomjeruhi mmewe, viungo vingi vina pande, vinafumba na kufumbua. Nikamwambia macho ulionitajia mwanzo, macho hayaamki tu, kuna saa yanafumba, sio? Macho yako yanafumba na kufumbua. Hapa umefundishwa na Mungu kitu kwamba sio utumie macho yako kutazama kila kitu. Ukifika kwenye kinachoruhusiwa, macho yafumbue, tazama. Ukifika kwenye kitu kinamuudhi Mungu kukiona, macho yako ufanyaje? Na huo ni msahafu. Ya ayuha nabiyu qul liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Unafahamu? Halafu Mungu akasema kul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie wanamume wafumbe macho yao. Unaona, kumbe kuna vitu hufai kuviona. Mola anasema ufumbe. Wa yahfadhu furujahum, na walinde tupu zao. Mola akasema sio wanamume tu, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, waambie na wanawake na wao wafumbe macho yao na watunze tupu zao. Ni kama umeona, kumbe jicho lako linaweza kufumba na kufumbua, ni kuashiria kuwa usitizame kila kitu. Nikamwambia kinywa chako hiki, huu mdomo, sio? Maana mama zangu, tofautisheni mdomo na kinywa. Mdomo, kila binadamu ana midomo hii. Na nyinyi yote mmesoma Qur'ani, Mola anasemaje? Alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini. Shafataini ndio lips ya juu na chini. Sasa hichi kinywa pia kinafumba.
Kufumba hichi kinywa maana yake nini? Sio unaruhusiwa kula kila kitu. Ukifika mahala kwenye unachoruhusiwa, fumbua kinywa chako ule, sio? Lakini kuna mahala unatakiwa hiki usikile, fumba kinywa chako. Maneno, sio kila maneno unatakiwa useme binadamu. Kuna maneno mengine marufuku kusema, au sio? Ukifika kwenye maneno usoruhusiwa, fumba kinywa chako. Nikenda naye nikamwambia pua, Allah kakupa pua. Pua ina upande mmoja tu, haina kufumba na kufumbua. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hajawahi kuipangia sharia pua. Pua haina sharia. Pua ni nguvu yako tu mwenyewe. Hata kama unaweza ukaa chooni siku nzima, ni uhodari wako tu. Ni ushujaa wako mwenyewe tu pua. Wewe nusa uwezalo. Nyie kina mama zangu, mnajua yale magari yanapita kubeba uchafu. We likikaribia lile gari, harufu yake unajisikiaje? Lakini wale wanaofanya kazi kwenye lile gari wanakaa juu ya lile gari wakala chips na soda ya baridi juu ya lile gari lenyewe. Ni pua yake imeshakuwa shujaa. Pua yake ina mudu kufanya chochote. Unafahamu? Nikamwambia na miguu yako inafumba na kufumbua, kwa sababu kuna mahala unatakiwa kwenda na kuna sehemu hutakiwi kwenda. Mungu akukuachia viungo utumie utakavyo. Basi shehe mwambie anisamee. Nikamwambia atakusamee, lakini meno yake mrudishie. Wewe ndio uloyavunja, yarudishe akusamee. Huyu mwanamke bali na huyu mwanamume, wao walijua kama sharia ya ndoa inaishia wapi? Ile siku ya kufunga ndoa. Ikishafungwa ndoa wanaachiwa wenyewe. Ndoa nyingi zimeharibika kwa kona hiyo. Nini masdar? Almasdar huna adamul ma'rifati alhaqiqiyya li huquqi zawjaini. Tatizo kubwa hapa ni wanandoa kutokuwa na ujuzi wa haki zao. Na hii ni jambo la msiba sana, msiba mkubwa. Mama, leo ukimwona mtu ni dereva, yuko anaendesha gari barabarani, si alitangulia kujifunza kwanza? Au kuna dereva kaingia tu barabarani, si anajifunza kwanza? Nyinyi kina mama nyote hapa mlizaliwa hamjui kitu, na mimi na sisi binadamu sote. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal af'ida la'allakum tashkuruna. Mungu amekutoweni kwenye matumbo ya mama zenu hamjui kitu. Lakini leo mimi najua kina mama hapa takriban wote mnajua kupika, au sio? Mliingia tu jikoni, si mmejifunza kwanza? Hili darasa, unaona darasa hili linafurahisha. Kuna waliolijenga darasa hili, mafundi. Hao mafundi waliojenga darasa hili kwanza ilitangulia wao kujifunza, au sio? Ukimjua mtu anakuja naomba ile kiwanja chako ni kujengee, na ukajua hajui ule ufundi, utampa hiyo kazi? Nakusudia nini mama zangu? Nakusudia hivi, huruhusiwi kutenda kabla ya kujifunza. Na kila kitu duniani ukimwona mtu anafanya katangulia kwanza kujifunza. Linalotia huzuni, kitu kikubwa kama ndoa ambacho ukiingia unaingia ukadumu, sio ukatoke, hakuna mafunzo. Watu hawafundishwi kwanza, wanaolewa tu na wanamume na wao wanaoa tu. Miaka ya nyuma huko, hiyo miaka ya nyuma yangu mimi, umri wangu mimi huko miaka, maana mimi nimevuka miaka 50, niko huko juu na kimbiza 60. Tuliona sisi binti akitaka kuolewa, kuna watu wazima wanakuja, wanakabidhiwa yule binti, wanakuwa naye wiki moja mbili, wengine zamani mpaka mwezi mzima wanaishi naye. Yani ni kusema yuko darasani anasomeshwa na wale wazee. Unakwenda huko ukakae vipi? Jambo linaitwa ndoa ni vipi? Anafundishwa zamani, wanafundishwa. Na wallahi hao mama zetu walopata hayo mafunzo, ndoa zao zimevunjwa na kifo. Wameishi mpaka wakazikana kwa sababu wamefundishwa kwanza. Sio, mnanielewa? Siku hizi
binti hapewi watu wazima kukaa naye, ataitwa mtu mzima ibaki wiki moja au siku 3, anaenda kuitwa mama mmoja jirani huko, pengine na mama mwenyewe muuza gongo pale jirani anaendewa mama anauzauza ulevi pale, na shughuli yake ni kuuza nje miguu ya kuku. Yeye mwenyewe, mbona mnafurahi? Miguu ya kuku ni chakula siku hizi. Sisi tulipozaliwa miaka hiyo hakuna mtu anakula miguu ya kuku hata mmoja. Ala, kuku amekula nani miguu niletee mimi? Siku hizi miguu ya kuku ni mali na vichwa vya kuku ni mali, utumbo wa kuku ni mali. Na nimewaambia watu twendeni tu, tunaenda mbele sisi. Si muda mrefu mtakula na manyoya ya kuku. Si muda mrefu. Kwa sababu kama umefika kwenye miguu, baki manyoya tu, sio? Mama kama huyo yeye mwenyewe kashaachwa huko, ndoa zimemshinda, anakabidhiwa mtoto. Anataka kuolewa binti yetu, hebu ongea naye kidogo. Anaongea naye nini? Yeye mbona katoka kwenye ndoa imemshinda huko? Yaani kipofu unampa mtu akamuongoza, na kipofu anamuongoza mtu, hawaelekei kwenye shimo hawa. Anachokwenda kufundisha huyu mama alopewa binti ni uhuni tu, anampa mafunzo ya kihuni kabisa. Huyu mama anaamini hivi, ndoa yote ni yale mambo yanayoendelea chumbani. Yule mama pale anajua hivyo, zile hadithi za chumbani, iwe kapokea mtume au kapokea shetani. Huyu mama anauza supu hapa, anajua ndoa yote imeishia wapi? Chumbani. Sasa yeye ndio anajifanya fundi wa uko chumbani, anamfundisha. Mama yangu, kama wewe ulikuwa fundi wa mambo ya chumbani, mbona umeachwa? Ulikuwa kwanza ubaki kwenye ndoa, sio? Mtihani huo upande wa wanawake. Upande wa wanamume ndo kabisa. Siku hizi wanamume hawapewi mafunzo ya ndoa kabisa. Ikifika wiki mbili, baba anamuita mwanawe, mwanangu, hebu katafute duka zuri la kanzu. Katafute kanzu nzuri na kilemba ununue kizuri. Unasikia na jambia, utaisha na jambia. Sijui mnajua jambia? Siku hizi wakioa watu wanavaa humu, wanavaa na jambia. Mimi nashangaa kuna vita wapi mpaka na majambia kubeba. Kwa jambia. Mimi sijui kama hamjawaona, nakuja na jambia. Akishanunua hayo majambia huyo kijana, basi anasema anakwenda kuoa. Anakwenda kuoa. Siku ya ndoa, ikishafungwa ndoa, pana shekhe mmoja pale amekuja, pengine ni yule alofungisha ndoa au ustazi amekuja pale, anainuka kuwapa nasaha wanandoa. Kalima, natoa neno la ndoa pale kwa dakika 10, dakika 5. Mama zangu, nambieni, jambo la kwenda kuishi umri wote unamfundisha mtu dakika 5? Yaani jambo anakwenda kupractice maisha yote, lakini mafunzo yake dakika 5 tu au 10. Na yule MC, kuna watu wetu wa MC, huyu bwana anawajua. Anapokukaribisha, jamani, tunamkaribisha shekhe hapa, tusaidie sisi wanandoa wa zamani na huyu bwana harusi mpya, atupe nasaha ya ndoa. Na sisi tunajua kama mashekhe wamesoma hawa, wanajua vizuri kutumia muda. Mashekhe wetu hao wanajua kutumia muda vizuri. Hana wasiwasi kwenye matumizi ya muda. Haya maneno umeyaelewa? Maana yake usiseme sana, sema kidogo, kwa sababu hapa kuna watu wamekuja kufuata wali tu. Unawakawiza watu kula wali. Anatoka kijana pale na jambia lake, anakwenda kwa mwenzake kuhusu ndoa, hajui kitu hata kimoja. Na yule binti naye ameletewa mama tu mtaani huko, naye anaingia kwenye ndoa, hajui kitu hata hiki. Sasa humo ndani, subiri uone filamu itakayochezwa kushinda za Waturuki humo ndani, kwa sababu hakuna anayejua haki. Wamedhani haki zinaishia wapi? Pale kwenye kufunga ndoa. Kumbe sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaendelea humo ndani. Ndugu zangu, sisi kwenye dini tumefundishwa mke akiwa mbele za watu avae vipi, akiwa mbele ya mmewe peke yake avae namna gani, mke na mume maneno yao yawe ya namna gani, namna ya kula iwe namna gani. Unafahamu, hatukuachwa na sheria ya Mungu mpaka chumbani, mpaka kitandani kuwe vipi. Mtume Muhammad hajanyamaza. Hayo hakuna anayojua.
imeishia pale wakati wa kufunga ndoa. Kina mama mnanielewa? Sasa nataka kuanza kutaja haki sasa zile za wanandoa hapa nilipofika. Lakini kwa kukosa kujulikana hizi haki za wanandoa, ni ndoa nyingine na kutajieni niloisimamia mimi mwenyewe hapa Dar es Salaam. Nilikwenda kuwasimamia watu Mikocheni, wameoana Mikocheni. Shekhe njoo, haya kaenda. Na mimi sipendi sana ustadhi siku hizi mambo hayo ya kwenda kusimamia ndoa, sipendi kidogo. Sipendi kabisa. Sipendi kwa sababu ya dharau waloifanya hawa wenye shughuli yao. Hawa wanaofanya shughuli ya ndoa hawa, kila kitu wamegaramia, sio? Siku ya nyuma kabla ya kuingia kwenye ndoa, pengine hapo nyumbani umekesha mziki na mziki mwingine mnaita godoro, sijui shuka mmealika toka jana, mmekesha magodoro hapa. Hao wenye mziki mmewaita bure? Wanakuja bure kupiga mziki wa godoro? Asante mama, nasema pesa nyingi tu. Haya, kuna watu wa kuchukua picha, still picha na video, au sio? Wanakuja bure wale. Hawa watu wa picha msione wanakuja bure hapa kwenye darasa hili. Sijui mmewapa shingapi, lakini na hakika bure atawalipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwita kwenye ndoa huyu haji bure. Waulizeni mkitoka hapa. Kuna mapatano mahususi. Vitatayarishwa vyakula na kina mama sare ziwepo, kila kitu. Yote magarama hayo. Halafu ataitwa sasa sheikh kuja kuozesha, au yule ustazi. Akifika pale nahmaduhu anasta'inuhu, anafanya mpango wake mwenyewe. Akimaliza sasa, huyu shekhe aloitwa kuna vitu atapata leo na hajawahi kupata. Kuna mambo leo atapata, pengine ndio siku ya kwanza ni kufuatwa na gari ya thamani. Tachukuliwa gari safi V8, kamchukueni shekhe. Nimeshaeleza huyu shekhe awe na akili, achukue nauli yake ya kurudia. Asidhani V8 litamrudisha. Akishamaliza pale kufungisha hiyo ndoa, kamaliza, watu wote wako very busy huko, wamemtelekeza. Maana yake imekwisha. Anakuja babu mmoja pale, kuna babu kwenye shughuli mtu mzima, jamani shekhe mmemwacha peke yake, babu wa pale. Akifika, shekhe vipi bana? Ndio nasubiri, nimeachwa tu. Yule babu anahisani, anaingiza mkono kwenye koti. Na siku hizi mikono ya Waislamu ina macho. Akitia mkono humo anafanya hivi, anajua hii ndo ile 2000 mbovu. Akitoa kapatia ndo ile 2000 kweli, yani midole vinaona. Akitoa hakuoneshi, anakufumbia mkononi. Ustadhi mkono wako bwana moja. Anafanya, ustadhi unajua mambo kidogo magumu bwana, nyinyi viongozi wetu. Utakwenda tazama kwenu. Ukifika kwenu unakuta 2000 kweli mbovu. Sendi mimi. Na bahati nzuri nishasomesha watu kuozesha, wanajua, naambia nendeni, mimi sendi kabisa. Haya, nimekwenda Mikocheni kule, nikasimamia ndoa ya fahari kabisa. Alhamdulillah. Unajua baada ya ndoa siku hizi kuna vitu vingi, na nyinyi kina mama wa zamani hamkuviona. Hivi ndio kisasa. Kama pwani kama huku, baada ya vijana kuoana kuna safari ya kuelekea baharini kupiga mapicha. Nyinyi kina mama sasa mshukuru, kwa sababu sasa hayakuwepo huko kwenu. Wanakwenda baharini kupiga mapicha. Ilipokwisha habari, wakaenda zao hotelini Oysterbay. Mimi nishaondoka muda mrefu. Kwenye ndoa ile, nishamaliza kazi yangu, sio? Nishamaliza. Nishapewa bakuli ya nyama na samaki wa kutosha, alhamdulillah rabbil alamin. Sawa, ingawa mimi sipewi 20,000 kamwe. Mimi sipewi 20,000 kabisa. Nilichopewa sisemi, lakini sio 20,000. Si 20,000, si laki, si 200,000, la. Mimi nimewaomba mashekhe wa nchi hii wote, ni afadhali kufa maskini kuliko kuharibu heshima yako. Bora uwe maskini hivyo hivyo kuliko kubabaishwa na shilingi 10, 2, 3 za watu wanakudharau. Usikubali hicho kitu. Sasa wamefika maharusi kule Mikocheni, Oysterbay, hoteli Oysterbay. Wallahi alazim, saa 3 usiku nimepigiwa simu, wameshapigana ajabu.
the same day. Wamepigana ajabu mtu na mkewe, na wote bado vijana wadogo tu. Wamevunja mastuli ya watu mule vitu hotelini. Nikasema imekuwaje? Basi nikawasha gari yangu nikaenda mpaka hotelini. Fawajadtu almas'alata hakadha, nikakuta mule ndani kumevita hasa. Wewe pasuana. Na yule bwana harusi kapasuliwa na stuli. Nilikwambia ni stuli hatari. Stuli kina mama mmeipenda kweli kwenye vita. Pasuliwa na stuli yule bwana. Mama anasema jambia halikutumika, mama jambia ile stuli ndio ilitumika. Nikawauliza wanangu, hii vita maana yake nini? Kwa nini mmeumizana hivi? Na ni siku ya kwanza tu ya ndoa yenu. Nyie mkikaa wiki moja simtauana? Ikiwa siku ya kwanza ni hivi, ikifika wiki hali yenu vipi? Nambieni habari yenu. Wakanipa kisa chao. Huyu bwana harusi kwa hulka yake na tabia yake hawezi kulala akapata usingizi ikiwa taa inawaka. Ili alale apumzike inabidi taa izimwe. Huyu binti yangu bi harusi huyu, yeye kwenye maisha ya huko kwao huko, ukitaka asilale akose usingizi, zima taa. Yeye inabidi alale taa inawaka. Wamekutana watu wawili ndani, ndio wameuana leo. Mmoja anataka kiza, mmoja anataka nini? Taka mwanga. Sasa wakaanza taratibu. Mke wangu zima taa tulale. Mume wangu mimi siwezi kulala kiza. Basi kazime japo kidogo utawasha baadaye. Taratibu yamekwenda, mwisho hii mambo yakapanda. Yule binti kaambia, basi wewe mbona unihurumii mume wangu leo hii unanionyesha una huruma? Akaambia, bwana na wewe mbona unihurumii mmeo? Mimi nilikuwa na makazi chungu nzima ya shughuli za kukuoa. Basi wewe unipendi. Na wewe unipendi? Wewe nani? Uko mwisho wamevamiana. Kisa mwanga na kiza. Mwanga na kiza. Nikamwambia yule kijana, nisikilize bwana. Umekosea. Katika yanayoendelea hapa wewe umekosea. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Wanamume ndio viongozi wa wanawake. Sasa mpaka hali imetokea umekosea. Huyu mkeo ni binti mdogo sana. Ungeamua kufanya busara na sio papara. Maana kinachodhuru sana pia ni papara, sio? Kutumia busara tu. Ungeambia mke wangu leo ndo tumeoana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nataka leo hii nikuhadithie, nikueleze vizuri mimi nikoje. Yaani leo hii siku ya mwanzo unijue mumeo nikoje. Mambo gani napenda, mambo gani sipendi. Hapa leo unijue. Tukiendelea kwenda huko tutazoeana, wakati hujui mimi napenda nini tutakuja kugombana huko. Leo hii haya nieleze mume wangu, unaanza kumpa hizo story. Lakini usiwe na haraka, taratibu unasema kama vile unamsukuma kidogo. Unaendelea unamueleza, mke wangu nisikilize, kuna baadhi ya maeneo mimi nakuwa kipofu, kuna mengine nakuwa naona sana, kuna baadhi ya maeneo nakuwa bubu, kuna maeneo nakuwa msemaji sana. Mke wangu nisikilize, kuna maeneo mimi nakuwa kiziwi, lakini kuna muda mimi nakuwa na masikio, nasikia sana. Nyewe watu wazima kama mnanielewa? Mume kuna muda awe bubu, lakini kuna saa awe msemaji sana. Kana nabii sallallahu alayhi wasallama idha jalasa ma'a azwajihi yakunu dhahakan basama. Wake wa mtume wametuambia, mtume alikuwa akikaa na wake zake anazungumza dhahakan basama, anatabasamu muda wote, anacheka mtume muda wote. Sio kukaa na mkeo kama unauza sumu. Unauza sumu labda kama askari magereza na mfungwa. La, mwambie bwana sikiliza, kuna muda anakuwa bubu kabisa, lakini kuna muda nasema hii mikono yangu hii inajua kubembeleza, na bembeleza na mikono. Kuna muda hii mikono hii inarusha ngumi hii. Unamhadithia. Sasa huyu mtoto watu si amechoka? Toka juzi anasumbuliwa, mara apelekwe saluni, mara aitwe huku, kachoka. Anasinzia. Akisinzia pige bado sijamaliza, unisikilize tu. Unaendelea, mke wangu sikiliza,
mimi ni laini kama sufi.